Lecture TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Vipi hali yako ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV? Nakukaribisha katika channel yako pendwa, channel yako nzuri tuweze kujifunza sote pamoja. Lakini kabla hatujaendelea, hakikisha umekwisha subscribe, bonyeza alama ya kengele hapo chini ili wa kwanza kufikia vipindi vyetu vinapokuwa tayari. Hakikisha umekwisha mwalika na kila mmoja tuweze kuongeza familia ya Lecture TV. Alhamdulillah, familia zidi kuongezeka, Allah azidi kufungulia milango ya riziki na khairi wote wale ambao umekwisha subscribe. Na wewe ambaye bado, dua hii pia inakuhusu, lakini hakikisha umekwisha subscribe. Unapobonyeza alama ya kengele hapo chini, unatuunga mkono sisi kuweza kupata nguvu zaidi. Unganisha nguvu pamoja, utalipa malipo Allah subhanahu wa ta'ala zaidi na zaidi. Karibu endelea kutunga mkono pamoja. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa. Utakuwa nami leo kilichokuangalia leo kwa siku hii ya leo, siku ya Jumatatu. Ni siku nzuri sana na ni siku ambayo huwa tunafunga ili pate thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hatutakuwa na Arabic wala hatutakuwa na Qur'ani, ila nimekuandalia dua nzuri uweze kuwasomea vijana wako nyumbani. Mimi sio mtaalamu wa dua, lakini kile ninachofahamu katika Uislamu tutafikishiana ili tuweze kujifunza zaidi. Kwa karibu nami na nisikize kwa makini sana ni dua gani ambayo utakwenda kujifunza leo hii, pia uifanyie kazi baadaye baada ya kupata mafunzo haya. Lakini dua hii ikiwa hujaifahamu vizuri, yani huenda aidha kata matamshi mwingi, kwa sababu utatamka Kiarabu, kwa sababu matamshi ya Kiarabu yanasumbua, au ikiwa umeifahamu bado hujahifadhi au unahitaji ile matini yake uipate, nitakupatia, utanitafuta tu namba hii hapo ambayo unaiona katika screen yako uweze kujifunza zaidi. Ni dua muhimu kweli kweli, na dua hii wengi tumeiacha sana, na ndio maana inafikia mpaka huwa tunafunga mahirizi na mengineyo. Changamoto dunia inavyotupeleka kasi. Haya, nisikilize. Dua hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwakingia, akiombea wajukuu zake wawili Hassan na Hussein. Dua yenyewe ni hii hapa. Ima dua hii unaweza ukaisoma wakati umepata mtoto mpya amekuja duniani, sawa? Umepata zawadi ya mtoto kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, au pia umekwisha msomea, lakini pia katika maisha ya kila siku unaweza ukamsomea kila siku, yote inafaa. Ni muhimu sana. Dua hii utakapoisoma, Allah subhanahu wa ta'ala atamkinga kijana wako na mashetani. Allah subhanahu wa ta'ala atamkinga kijana wako na vijicho. Unajua kuna ule uchawi wa vijicho, Mimi sio mtaalamu wa hayo, lakini mambo hayo nini yapo. Kwa hiyo dua hii ni muhimu. Na sisi kama binadamu tunafundishwa na Uislamu, hatuna budi kushikamana na dua, kwa sababu tusiposhikamana na dua tutakumbana na mitihani mingi sana katika ulimwengu huu. Wachawi wapo, washirikina wapo, mashetani yapo, yote yanamwangalia, anataka kuroga kutoa katika njia sahihi. Kwa hiyo tujistahidi sana kusoma dua kila siku ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutukinga, tushikamane vizuri. Dua yenyewe ni hii hapa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiombea wajukuu zake akiwakingia hapa: u'idhukuma bikalimati llahi tamma min kulli shaytani wahama wa min kulli aini lama. Sawa? Hii dua hii alikuwa anaombea wajukuu zake, ndio maana alikuwa anasema u'idhukuma bikalimati llahi tamma min kulli shaytani wahama wa min kulli aini lama. U'idhukuma maana yake ninawakinga bikalimati llahi tamma, kwa maneno, kwa majina ya Mwenyezi Mungu yaliyotimia. Majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na majina mazuri. Majina hayo hana kasoro hata moja. Ni majina 99 ya Allah subhanahu wa ta'ala, yote yamekamilika. Kwa hiyo ambao sema bikalimati llahi tamma, kwa maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyotimia. Tunapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ametuambia tumuombe kwa majina yake yaliyo mazuri. Kwa dua zote ambazo sisi tunakuwa tunazifanya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, tunamuomba kwa majina yake yaliyo mazuri. Mfano, ya Razaq, mwenye kuruzuku turuziki, sawa? Na wala tumekatazwa kuomba kwa asiyekuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala.
wala usiende kuwa ni mtu mwema ukamwomba kwenye kaburi lake. Tunakuomba ulama utufikishie dua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye mwenyewe bado anasubiria kuhesabiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala pale halipo. Sasa unamuomba ambaye hakusikii chochote. Almuhimu tumuombe Mwenyezi Mungu peke yake, wala tusimuombe asiyekuwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tukimuomba kwa yule ambaye si Mwenyezi Mungu tutakuwa tumefanya shirki, na shirki katika Uislamu imekatazwa. Kwa dua hii ni muhimu, u'idhukuma bikalimati llahi tamma, na kukinga kwa majina ya Mwenyezi, maneno ya Mwenyezi Mungu aliyotimia, min kulli shaitani wa hamma, kutokana na shetani. Shetani jamani, wa mashaitani wapo wengi. Sawa, mwingine anaweza kufikiria shetani ni yule shetani wa kijini. Hapana, hata binadamu pia ni shetani. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema minal jinnati wan nas, katika suratul Nas, qul a'udhu bi rabbin nas. Sema najikinga kwa Mola wa watu. Ndio maana tunapofika asubuhi na jioni huwa tunasoma sana nini? Dua hizi, ili aweze kutufanya qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri, kutokana na shari, min sharri waswasil khannas, kutokana na shari za waswasi na min aljinnati wan nas, alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Shetani huyo anatia wasiwasi katika vifua vya watu. Kwa hiyo hata yule mtu ambaye atakushauri usiswali, usifanye matendo mazuri, usifanye nini, pia nayo ni shetani. Kwa shetani usifikirie ni jini tu. Huenda hadi sisi tunapokuwa tunawaamrisha watu wafanye mambo mabaya nini, tunaweza kuingia katika makundi haya. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuepushe. Tunaendelea huko kwa point yetu. Wataalamu hapo zaidi, sisi tunaenda katika kitu ambacho tumekusudia. Min kulli shaitani wa hama wa min kulli aini lama, na kutokana na vijicho. Yes, mwingine zakata si mchawi, akamuona tu mtu amependeza, the way vile anavyomwangalia jicho lake tu ikampelekea akapata shida pale. Ndio maana tunafundishwa, unapomuona mtu aidha amependeza, kafanya mbozi, basi sema mashaallah. Ile usatu mashaallah inaondosha ile nini? Kijicho. Usiposema mashaallah ukampongeza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, ile namna unapomwangalia kwa ubaya itapelekea atapata nini? Shida. Ndio maana ya kijicho. Kwa kijicho, mtu kufanya kijicho si mpaka atawe shetani. Mtoto wapo wengi, wataalamu mambo hayo wanafahamu, mimi sio mjuzi wa hayo. Naam, almuhimu chukua nilichokupatia hichi hapa, dua ambayo mtoto wako anapozaliwa, msomee dua hii ambayo nimekutajia, u'idhukuma bikalimati llahi tamma min kulli shaitani wa hamma wa min kulli aini lama. Pia anapozalisha msomea, jitahidi hata kila siku asubuhi na jioni na msomea hata mara ngapi. Almuhimu anapozaliwa usisahau kusoma dua hii, itamkinga sana. Na utakaposoma dua hii tutaepukana na ile kufunga mikono. Jua vitu tunakuwa Allah asamehe zote kwa tufunga mkononi. Huenda ile ilikuwa ni dawa, hatuadhani vibaya, lakini wengine wanafunga mahirizi. Wanasema akifungwa hapa itamsababisha nini? Asilie. Sasa ile inakuwa ni mtihani. Labda kama amefunga kwa katika na nia nyingine. Lakini kama umefunga kwa kutegemea hichi ndio kimlinde mtoto, inakuwa ni makosa. Sipo huko, shika dua hii, twende pamoja. Sina la ziada.